chama kikiwa kimetoa msimamo, ni wajibu wetu sisi kutangaza huo msimamo na kuutekeleza. Kwa msimamo wetu sisi kama chama, kama alivyosema mwenyekiti wetu wa mkoa wa Ubungo na viongozi wengine waliotangulia kusema, hatutashiriki uchaguzi wa mwaka huu. Kama serikali itaendelea kuwa chura kiziwi na kupuuza maneno ya maoni ya Watanzania ya kufanya mabadiliko mahususi kabisa katika mifumo yetu ya uchaguzi. Kwa hiyo kauli hii ya chama, nadhani kama mnakumbuka, ilitolewa tarehe 10 Desemba mwaka jana 2024 baada ya kikao cha kamati kuu kilichokuwa kimeteketi chini ya viongozi wetu waliokuwepo. Hasa baraza kuu tuliunga mkono, na mimi nikiwa mjumbe tuliunga mkono, na mkutano mkuu tukaunga mkono, tukapitisha hayo maamuzi. Kwa yanabaki kuwa maamuzi ya chama na sio maamuzi ya watu au kikundi cha watu au mtu binafsi. Ndio maana hata sisi tunajitokeza hadharani kuweza kuyatetea. Watu wanaojua uwajibikaji wa uongozi ni wale ambao wanasimama na kutetea kile kilichoamriwa pamoja, hata kama ulikuwa ukubaliana nacho. Kwa hiyo msimamo wa kuunga mkono kwamba hatuwezi kushiriki uchaguzi ni msimamo wa chama, na kila mwanachama anapaswa kuunga mkono kwa namna yoyote ile, kwa sababu tulipitisha kwenye vikao halali vya chama na vikao vikubwa, na tungependa Watanzania waelewe hivyo kwamba hakuna mwanachadema ambaye anakwenda kinyume na msimamo huo kwamba hatutashiriki uchaguzi bila mabadiliko ya mfumo kwenye mifumo ya uchaguzi. Sasa kesho kwa Dar es Salaam itakuwa ni uanzaji wa uboreshaji wa daftari la kupiga kura, la wapiga kura. Mimi ni waombe wana Dar es Salaam wasijitokeze kwenye kujiandikisha. Tunasema hivi kwa sababu tunatambua mikoa mingine wameshajiandikisha, lakini mikoa mingine walifanya wakati chama kilikuwa kijatoa tamko la bila mabadiliko hatuingii kwenye uchaguzi. Sasa msimamo umetoka mwaka jana. Pamoja na mambo mengine tulikuwa kwenye uchaguzi wa kitaifa. Sasa tulijielekeza kwenye uchaguzi wa kitaifa. Kwa sasa tumemaliza na tumejielekeza kwenye kudai mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi ndani ya nchi yetu. Sasa kwa sababu limetukuta sisi wana Dar es Salaam na sisi ni sehemu ya viongozi, sisi tunawaomba wananchi wa Dar es Salaam wasijitokeze kwenye daftari hilo kama sehemu ya mkakati wetu wa kuwaonyesha Watanzania na dunia na watawala kwa ujumla kwamba hatutaki kushiriki uchaguzi pasipokuwa na mifumo, mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Sasa kuna watu wanaobeza msimamo huu kama wanavyobeza kina Makara. Makara anafanya comedy tu kwenye majukwaa anayopita. Anajifanya anatupenda sana sisi Chadema. Paka anatushauri kwamba tutakuwa sio sehemu ya chama cha upinzani ndio mwisho. Mimi kwanza huwa ninahoji sana uelewa wa viongozi wenzetu wa CCM. Yaani wao wanavyosema kwamba sisi tusiposhiriki uchaguzi ndio tutakuwa mwisho wa sisi kuwa chama kikuu cha upinzani. Sisi hatutaki kuendelea kuwa chama kikuu cha upinzani. Sisi tunataka kuchukua dola. Kwa hiyo hatuhitaji ushauri wa Makara ni nini tufanye ili tuendelee kuwepo chama kikuu cha sisi. Sio kipaumbele chetu sisi kuwa chama kikuu cha upinzani nchi. Kipaumbele cha Chadema ni kushika dola na kuliongoza taifa hili. Kwa hiyo kina Makara hawa tungewashauri waende BASATA. Waunde chama cha comedy, halafu waanze kufanya comedy majukwaani huko kuliko kujifikiria kwamba wanaweza wakatushauri sisi. Sisi hatushauriwi na watu ambao wanakumbatia dhuluma. Ndio maana tuna msemo wetu sisi kama chama kwamba tunaanza na Mungu na tunamaliza na Mungu. Niwaombe wana Dar es Salaam wasijitokeze kwenye daftari la kupiga uboreshaji wa daftari la kupiga kura, kwa sababu kuendelea kushiriki katika michakato yote hii kwa sisi Dar es Salaam tutakuwa tunaunga mkono mauaji ya ndugu yetu Modestus Timbisimilwa aliyeuawa Ukonga mwaka jana kwenye uchaguzi wa serikali ya mtaa. Aliuawa ndugu yetu Modestus kwa sababu tu alikuwa anatimiza haki yake ya msingi ya kutaka kugombea na kuwa kiongozi, lakini kwa sababu dhambi yake ilikuwa ni kuwa Chadema au kuwa mpinzani, basi wabaya waliweza kumuua na hakuna chochote kinachoendelea kwa sababu hatujaona chochote kinachofanyika.
Yaani sisi Chadema imekuwa ni kwamba kuuawa ni kama vile zamu yako haijafika. Lakini sisi tunaamini hakuna atakayeishi milele. Tutajitokeza kupinga huu upuuzi hata kama ukitugharimu maisha yetu. Tukiendelea kujitokeza kwenye daftari la kupiga kura ni sawasawa na kuunga mauaji ya mzee wetu Ali Kibao aliyeuawa mwaka jana kabla hata ya uchaguzi wa serikali za mtaa. Tukijitokeza kesho watu wa Dar es Salaam katika kuunga mkono uboreshaji wa daftari la kupiga kura ni sawasawa na kuunga mkono mauaji ya ndugu yetu George Juma Mohamed wa Singida aliyeuawa mbele ya mke wake na watoto. Tukijitokeza wana Dar es Salaam kesho kuunga mkono uboreshaji wa daftari la kupiga kura ni sawasawa na kuunga mkono mauaji ya ndugu yetu Evaristo Charamila wa Momba kule Songwe aliyeuawa kwa sababu ya uchaguzi wa mwaka jana. Kama chama tulipoteza ndugu zetu watatu waliouawa hadharani kwa sababu ya uchaguzi wa serikali ya mtaa, vijiji na vitongoji. Tutapoteza watu wangapi au tutakufa sisi watu wangapi tutakapokuwa tunaruhusu chama tena kwenda kwenye uchaguzi mkuu usiokuwa na maboresho ya mifumo ya uchaguzi, ambao watu wetu wanakufa kama kuku alafu nobody takes care, na hakuna anayejali. Kwa sisi tuwaombe viongozi wenzetu na tuwaombe wanachama wetu, tuwaombe na wananchi wa Dar es Salaam kwa ujumla kwamba uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura ni mtego wa kuendelea kunyang'anya haki za watu katika kupiga kura. Kwa hiyo mimi niwaombe sana watu wapuuze wito huu wa kuenda kuboresha daftari, wito unaotolewa na tume. Lakini pia mimi nataka niwaambie Watanzania, hii tume inasema inaboresha daftari la kupiga kura, inaandikisha watu ambao walikuwa hawajafika umri, na inaboresha taarifa za watu waliohama makazi na taarifa nyingine mbalimbali. Hii tume inafanya kazi kwa mujibu wa sheria ya Tume Huru ya Uchaguzi iliyotungwa na bunge letu mwaka jana. Lakini hii tume katika utekelezaji wake wa majukumu inakinzana na katiba yetu ya nchi. Tume inaainisha, kwanza inaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katiba yetu haitambui kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Katiba yetu katika ibara ya 74 inaitambua kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Sasa kitendo cha sheria kuitambua tume hii kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, ili hali katiba ya nchi inaitambua kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi, tayari ni mkinzano. Majina mawili haya hayafanani kisheria, na kama hayafanani kisheria tunachukua jina linalosimama, jina halali ni jina la katiba ya nchi. Katika familia baba akiwa anaongea, mtoto hawezi tena kuzungumza. Sheria ni mtoto na baba ni katiba. Katiba inatambua tume kama Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Kwa hiyo sheria iliyotengenezwa ni sheria batili. Inaiita sheria ya tume, inaitambua kama Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Ili neno huru halipo kwenye katiba. Ndio maana sisi tunawaomba Watanzania, tunapigania haya mabadiliko. Kama wenzetu wameona inatakiwa kuitwa huru, basi sisi tunasema huo uhuru uende kwenye katiba. Tufanye mabadiliko ili katiba iseme kuna kitu kinaitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi. Na ndio maana utaona sheria inasema rais atateua mwenyekiti na makamu wake kutoka miongoni mwa majina yatakayokuwa yamependekezwa na kamati ya usaili. Hicho kitu hakitajwi na katiba, hakijulikani kabisa. Katiba haitambui masuala ya tume ya usaili. Katiba haitambui kupendekezewa majina rais atakateue kwenye kupendekezwa. Katiba inasema rais atateua mwenyekiti, haisemi atateua mwenyekiti kutoka sehemu fulani. Hakuna. Sasa tuwezi kwenda na mifumo ya uchaguzi ambayo inajikanyaga kwa mujibu wa sheria. Katiba isimame na tume hii ifanywe marekebisho kwa mujibu wa katiba. So tunadai mabadiliko, tunayodai ndio pamoja na kuondoa mikanganyiko kama hii. Twende kwenye mabadiliko, tufanye mabadiliko, katiba iitambue kwamba ni Tume Huru ya Uchaguzi kwa maana ya uhuru kweli tunaoutaka.
ili hao watu watume wafanye kazi zao kwa mujibu wa sheria. Sasa hivi wanafanya kazi zao kinyume cha katiba. Ndio maana tunaomba wananchi wa Dar es Salaam wasiwaunge mkono, kwa sababu hao watu wanafanya kazi kinyume na katiba ya nchi. Sasa mtu yote anayefanya kazi kinyume na katiba ya nchi, huyo anafanya kazi haramu. Sasa tunataka haya mabadiliko yafanyike ili taifa letu liende kwenye mifumo huru ya uchaguzi, ili tuweze kujua kitu tunachokizungumza ni kitu ambacho kiko kisheria. Ndugu zangu wa Tanzania na wana Dar es Salaam, tunahitaji pia watu wafahamu kwamba tunapokuwa tunasisitiza haya mambo, wala hatuna nia mbaya. Sisi tunalitakia taifa letu mema sana. Sisi tunaozungumza ukweli wa kujaribu kulinda uhai wa watu na uhai wetu sisi pia, tunakuwa tunalitakia taifa letu mema. Kwa tunaomba sana wenye mamlaka wasifikiri kila siku ni usiku. Giza linapozidi kuwa kubwa, ndipo asubuhi inapokaribia. Mapambazuko huwa yanakuja baada ya giza kubwa sana. Kwa sisi tunawaomba kwa moyo mkunjufu kabisa kwamba kwa sasa inabidi tujue namna ya kufikia consensus, kufikia makubaliano ya taifa letu ili tuweze kufikisha haya mambo salama. Narudia kusema, sisi tunasimamia msimamo wa chama. Msimamo wa chama ni bila mabadiliko ya kweli hatutaingia kwenye uchaguzi. Tafanya kila linalowezekana, na niwaombe kupitia nafasi hii Watanzania wote na wana Dar es Salaam kwamba tutakuja kwenu kuwaomba mtuunge mkono ili tuweze kuzuia uchaguzi na mauaji yanayotokea na mambo mengine yote ya kidhalimu yanayotokea katika nchi. Sasa nisipoteze muda mwingi sana, niwashukuru sana Watanzania, niwashukuru wana Dar es Salaam, niwashukuru viongozi wangu wa chama mliofika katika nafasi katika tukio hili, ili tuweze kwa pamoja kuhitimisha kile ambacho tumekidhamiria cha kupata mabadiliko ya kweli katika mifumo ya uchaguzi. Asanteni sana.